nafuatilia malumbano na mvutano kati ya Auntie Ezekiel na aliyekuwa baba wa mtoto wake Mose Yobo. Nikwambie, mnachokifanya ni ujinga wa hali ya juu. Mnatengeneza impact mbaya kwa mtoto wenu, either kwa baba au kwa mama. Kusa, hebu sema na Auntie na yule nani Masha, sema na Mose Yobo. Hebu jaribuni kuwa na discipline kwa sababu ya kulinda heshima ya mtoto wenu. Kumbukeni nyinyi mna mtoto wa kike. Binti yule. Muda mwingine mpumbavu akikufanyia upumbavu, weka kimya. Mwache aendelee kujiona fahari na upumbavu wake. Sio kila kitu lazima mjibishane mkilete mtandaoni. Mnatengeneza afya mbaya kwa mtoto wenu. Muda mwingine tunakuja kuona watoto wakiwa na changamoto, then tunasema yule anapitia changamoto ya afya ya akili. No, sio afya ya akili. Ni kutokana na mazingira tunaokuza watoto wetu, hususan baba na mama wanapopata changamoto. Huyu anamtumia mtoto kumdhihaki mama na huyu anamtumia mtoto kumdhihaki mama. Mtoto mnamweka katika mazingira magumu sana. Akija kwa baba anaambiwa mama mbaya, akiwa kwa mama anaambiwa baba mbaya. That's very bad. Kusa, ongea na Auntie. Move on. Acha kujibishana na mwanaume ambaye hajielewi kuhusu malezi. Acha kujibizana na mwanaume ambaye akili zake tayari zipo kiunoni kukata viuno mbele za watu. Acha kujibizana na mwanaume wa hovyo wa kaliba hiyo. Mwanaume ambaye hana focus ya maisha. Wenye focus na maisha ambao alikuwa nao kwa Mwambino walishaondoka, wameenda kutafuta maisha Marekani. Acha kujibizana, mnaharibu future ya mtoto. Mmenikwaza sana. Kusa, sema na Auntie. Sikutegemea uwezo na akili ya Auntie anaweza kaandika kitendo comment mbaya kwa mzazi mwenzie. Umesahau ulikuwa unashare naye kitanda kimoja Mose Yobo. Umesahau ulikuwa unalala naye na kumpetipeti, kumwambia wewe ndio you're my everything. Leo unasema unamuita nyani.